Utumwa ni hali ambayo mtu si tu anamilikiwa, bali hana maamuzi juu ya kile anachofanya, wala juu ya malipo, lakini pia ni hali ya kumtegemea anayekumiliki. Kutoka kwenye utumwa ni mbinde sana, mara nyingine ni kufa au kupona. Lakini inawezekana. Yes, inawezekana. Ni vema ukajua kwamba utumwa ni zaidi ya vile ulivyozoea kuelewa, kwa sababu ulevi ni utumwa, kutumia drugs ni utumwa, pornography ni utumwa, sigara ni utumwa. Mwisho wa utumwa kama huu ni fedheha, aibu, mauti au zaidi, kutengwa na uso wa Mungu katika mauti ya milele kwenye ziwa la moto na kiberiti. Sasa ufanye nini ili kutoka kwenye utumwa? Hello, mimi ni Pastor Msafiri. Karibu kwenye chaneli yangu, tujifunze neno la Mungu ili kujenga imani ya kubadilisha maisha kuwa bora zaidi kwa utukufu wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwamba mlevi ni mtumwa wa pombe, kwa sababu utamsikia mlevi akisema, yaani nisipokunywa mambo hayaendi kabisa. Au anasema, nisipokunywa siwezi ishi. Hata teja ni mtumwa. Yeye naye hana maamuzi juu ya madawa anayotumia. Ni lazima atumie ili apate ganzi, au handage, au steam. Masturbation nayo inaweza kukufanya mtumwa. Kujiraha kuna kumiliki. Huna amri tena, bali unaendeshwa na nguvu usioweza kuishinda. Utumwa wa namna hii ni utumwa wa dhambi. Dhambi inakuwa na nguvu juu yako hata ukijitahidi vipi utoki. Shetani amekukamata kama mtumwa wake. Katika hali ya kawaida, hata kimwili, hakuna mtu anayekubali kuachia watumwa wake huru kirahisi tu. Lazima harakati za ukombozi zifanyike na hata vita vipiganwe. Huko Marekani ilishawahi kutokea vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 1861 hadi mwaka 1865, na sababu ya vita hivyo vya kaskazini dhidi ya kusini ilikuwa ni kushinikiza kuachiwa huru kwa watumwa wa Afrika kwenye majimbo ya kusini. Vita hii ilisababisha mdororo wa kiuchumi Zanzibari kutokana na biashara ya utumwa kuporomoka, kwa sababu wanunuzi wa Kimarekani walirudi kwao ili kupigana vita ya kung'ang'ania haki ya kuendelea kumiliki watumwa. Kama hivi ndivyo ilivyo kimwili, yani watu wako tayari kufa waking'ang'ania kushikilia watumwa wao, basi usitegemee hali iwe rahisi zaidi katika ulimwengu wa roho. Si jambo jepesi kwamba shetani aachie tu watumwa wake kirahisi. Unapokuwa mtumwa wa dhambi, shetani anahakikisha kwamba uchomoki. Unabaki kuwa mtumwa siku zote. Ubaki dhambini ili uwe naye milele katika ziwa la moto na kiberiti, yani Jehanamu. Si hivyo tu, bado shetani anataka umtumikie katika utumwa wako kwenye maisha haya ya duniani kutangaza ufalme wake. Utabaki kuwa mlevi siku zote. Utaendelea na maisha ya ukahaba mpaka ufe kwenye kitanda cha zinaa, uache aibu kwa nduguzo. Utabaki teja asiye na maana hata lini? Unahitaji msaada kutoka juu ili kukusaidia kutoka katika utumwa ambao shetani anakushikilia. Hapo unahitaji kusikia habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Yesu anakuita akisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao, wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ili uweze kushinda utumwa wa dhambi, unahitaji kumwamini Yesu Kristo. Unahitaji kuokoka. Huwezi kuokoka kwa kushinda dhambi wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ni mtumwa wa dhambi.
Kwenye Biblia, katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 19 mstari wa 25 na 26, imeandikwa, wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa kuamini unampokea Yesu Kristo akae ndani yako, naye anakupa wewe uwezo wa kushinda dhambi. Mathayo sura ya 1 inasema, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yesu ndiye anayeokoa, na la kwanza kukuokoa nalo ni dhambi zako. Sasa kumpokea Yesu ni jambo la kiroho, nalo linafanyika kwa imani. Uamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliyekuja katika mwili, akafa kwa ajili ya dhambi zako na kufufuka katika wafu ili uhesabiwe haki mbele za Mungu. Ukishaamini, unakiri hiyo imani kwa kinywa chako. Kwamba Yesu ni mwana wa Mungu sio jambo ambalo watu fulani wamelileta au uzushi fulani uliozuka tu. Hayo ni mambo ambayo Yesu mwenyewe aliyasema, na ndiyo sababu hasa iliyompelekea kusulubishwa, kwa sababu Wayahudi walikuwa na sheria iliyotoa amri ya kumuua mtu anayejifanya kuwa sawa na Mungu. Kwa hiyo Wayahudi wasioamini wakiongozwa na Mafarisayo na makuhani waliamua kwamba Yesu amefanya hilo kosa la kujiweka sawa na Mungu, hivyo auawe. Yohana sura ya 5 mstari wa 18 inasema, basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Inamaanisha kama huamini ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, basi unakubaliana na maamuzi ya Mafarisayo na makuhani kwamba amestahili kusulubishwa. Kama unaamini Yesu ni mwana wa Mungu, basi ukiikiri hiyo imani yako na kumruhusu awe Bwana wako, basi hapo unakuwa umempokea na umezaliwa upya katika roho, na unapokea uwezo wa kushinda dhambi. Yohana sura ya 1 inasema, alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Pamoja na kukiri, utafanya kitendo cha kuonyesha imani yako na kudhihirisha jambo lililofanyika kwako kwa kubatizwa ubatizo wa maji kibibilia. Elewa kwamba katika Biblia watu wanaamini kwanza, yani kuokoka, kisha wanabatizwa. Hakuna mahali mtu alibatizwa kwanza akaokoka baadaye. Kama ndio umeokoka leo lakini ulibatizwa zamani kabla ya kuokoka, unapaswa kubatizwa. Matendo ya Mitume sura ya 19 inasema, ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Ubatizo wa maji ninaongelea hapa ni ubatizo wa kibibilia, sio dhehebu. Kwa hiyo usitegemee cheti cha ubatizo. Kama uko tayari sasa kumpokea Yesu Kristo, basi nifuatishe kwa maombi haya, ukiarudia maneno ninayosema kwa kumaanisha. Baba wa mbinguni, nakuja kwako kwa jina la Yesu Kristo.
Umesema katika neno lako, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa hiyo najua utanipokea wala hutanitupa. Umesema kwenye neno lako kuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Nami naliitia jina lako, kwa hiyo najua utaniokoa sasa. Umesema kwenye neno lako kwamba nikimkiri Yesu kwa kinywa changu kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwangu kuwa Mungu alimfufua katika wafu, nitaokoka. Kwa sababu kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Naamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Naamini kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu sawa na maandiko. Naamini kwamba Yesu amefufuliwa katika wafu ili nihesabiwe haki mbele za Mungu. Naamini hayo kwa moyo wangu wote. Na ninamkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wangu. Na kwamba ninao uzima wa milele. Kwa sababu kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Amina. Sasa weka mkono wako kifuani kwako wakati na kuombea. Baba wa mbinguni, Mungu Mwenyezi, nakuja kwako kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa udhihirisho wa upendo wako mkuu kwa mtoto wako huyu ambaye amesema sala hii siku ya leo. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo mwanao na Bwana wangu kwamba neema isimpungukie na ulinzi wako uambatane naye. Bwana Yesu, naomba huyu naye apokee ahadi ya Baba Roho Mtakatifu ili aongozwe vema katika njia ya haki kwa nguvu zitokazo juu. Udhihirisho wa nguvu ya kushinda dhambi na kuwekwa huru mbali na shetani uonekane maishani mwake kuanzia sasa. Amen. Hongera sana mpendwa. Karibu katika maisha mapya ya wokovu. Pendo la Mungu lijae ndani yako. Usiogope mtu awaye yote. Tafuta mchungaji atakayekusaidia ubatizwe, mchungaji wa makanisa ya kiroho, yani aliyeokoka. Pia tafuta mahala ambapo utakaa kujifunza neno la Mungu na kujengwa katika maisha ya kiroho. Usiendelee kukaa katika dhambi, katika utumwa wa dhambi. Usiendelee kuteseka moyoni mwako. Muamini Yesu Kristo. Ni hayo tu kwa leo. Nakupenda sana katika Kristo Yesu. Barikiwa.